Ujambo na karibu sana, karibu katika Hello Weekend, ikiwa ni Februari 28, sehemu ambayo tunakutana muda kama huu. Tunakuwa na kikao cha umma, kikao cha nzengo, kikao cha watu tunajadiliana, na tunafahamu waungwana mara zote ni kushirikishana na kutafuta majawabu, na pale wasipokubaliana wanakubaliana kutokukubaliana kwa heshima na staha. Hii ni Hello Weekend, mimi ni David Wakarungi, siko peke yangu. Nami ni Elesia Haule. Na nikujuze tu pale tunapokuwa kwenye kikao hiki, basi kwa kawaida tunapenda kushiriki na wewe, na unaweza kushiriki nasi kwa namba itakayopita hapo chini 0763 809 770. Nasi tutasoma ujumbe wako ukiwa kama mwanafamilia yetu Wakarungi. Asante sana Elesia, na leo katika kikao cha nzengo ama kikao cha umma tunaleta mada hii mezani, tukiangalia swala la visiting day. Kwa upande wa visiting day shuleni na maisha halisi baadaye ya wanafunzi. Bila shaka hivi karibuni umekuwa ukiona wazazi wanapanga, wanajitoa, wanaenda kuwatembelea watoto shuleni kutokana na ratiba ya shule husika, na hii inatokea kwa wingi zaidi kwa upande wa shule binafsi ama private school, wale wanasema medium school, kule kijijini kwetu wanasema shule za Kiingereza. Mara nyingi ndo tunaona wazazi wakienda kule kufanya visiting day. Lakini hawaendi bure tu ama mikono mitupu. Mara nyingi wanakuwa watoto wametuma orodha ya mahitaji ambayo labda anamuomba mzazi au mlezi wakati anakuja kumtembelea, basi aambatane nayo. Sasa kwenye kuhakikisha kwamba tunajadili hili vizuri kabisa na tunaweka mambo sawa, hatuko peke yetu hapa studio. Tutakuwa na mwanadada Hilda Ngaja. Yeye huyu ni mshauri wa malezi. Karibu sana Hilda. Asante sana. Lakini pia mbali na mshauri wa malezi, tutakuwa na mwalimu hapa, sio mwingine bali ni Abilius Wamara. Yeye atatuambia. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Leo mdau wa elimu tupo naye, mdau wa malezi na ustawi wa jamii tupo naye, na wote ni wazazi. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumza kote kote, tuone kipi ni kipi. Nakumbuka listi yako. Uzuri umesoma huko, yani na umekuwa mzazi kitakulamba kama ipo. Ndio, kwa hiyo nao unaweza kutushirikisha uzoefu wako panapohusika swala la visiting day, kuwatembelea watoto shuleni, ama ni wewe umeenda kumtembelea kijana wako kama mzazi ama mlezi, ama umesindikizana na ndugu jamaa na marafiki, ama umewaona wazazi. Tuambie uzoefu wako ukoje asali napohusika hilo swala. Mada yetu mezani tukiwa tunajadiliana kuhusiana na visiting day shuleni na maisha halisi baadaye ya wanafunzi. Yes, karibu sana. Na wageni wetu tuliwatambulisha hapo awali. Tunaye Bi Hilda Ngaja, huyu ni afisa ustawi wa jamii, lakini hapa tunaye akiwa na kofia ya mshauri wa malezi Abilius Wamara, mdau wa elimu lakini ni mwalimu pia kitaaluma. Karibuni sana kwa mara nyingine. Asante sana. Ndio, tuanze na na mwalimu, tuvunje itifaki ya ladies first. Kwanza tuelewe visiting day ni nini, sijeka tunamchanganya bibi yetu wa Mwazi. Asa visiting day tena wameanzisha somo jipya. Ndio. Visiting day ni siku maalum ambayo ni utaratibu wa shule, hasa kwa wanafunzi ambao wanasoma shule za bweni. Ndio. Kwamba kwa mwaka unakuta kuna siku za masomo ambazo ni 194 mpaka 196 kulingana na kalenda ya mwaka wa taaluma, na miaka inavari. Kwa utakuta kuna mwingine unakuwa na siku 194 na nyingine na siku 196. Kwa hiyo katika zile siku 196 zinagawanywa mara 4. Na ndio maana tunakuwa na likizo ya mwezi wa 3, tunakuwa na likizo ya mwezi wa 6, wa 9 na wa 12. Kwa tunavyosema visiting day ni ile siku ambayo inapangwa na shule, wazazi waweze kutembelea wanafunzi kipindi wanafunzi wakiwa wanaishi shule. Kwa hiyo unakuta labda kuna shule zinatofautiana. Kwa nusu muhula ambayo ni kati ya mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3, shule inaweza ikawa na utaratibu kwamba wazazi watatembelea watoto wao mara moja, na kuanzia mwezi wa 4 mpaka wa 6 watatembelea watoto wao mara moja, wa 7 mpaka wa 9 mara moja, wa 9 mpaka wa 12 mara moja. Lakini pia inatofautiana. Kuna shule nyingine wanafanya monthly, kwamba kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi wazazi wataenda kuona watoto. Kwa hiyo utaratibu wa visiting day unatofautiana kati ya shule na shule. Kwa kifupi ni hivyo. Nikirejea pale kwa Madam Hilda. Sasa tumeshasikia hapo kwamba visiting day ni nini.
Mzazi au mlezi inabidi azingatie nini hasa kwenye siku hii sasa visiting day pale unapoenda kumtembelea mtoto wako shuleni? Kuna mambo mengi ya kuzingatia kwa mzazi pale anapoenda kumtembelea mtoto. Cha kwanza anatakiwa yeye mwenyewe kwanza ajiandae, mzazi ajiandae, aende pale akiwa mzima kiakili, kiafya, kihisia, ili asije akamwachia mtoto matatizo. Manake kuna wazazi wanaenda wakiwa pale wenyewe hawaelewani, alafu wakiondoka pale wanamwacha mtoto yuko confused, naweza kusema yani huko nyumbani sio nini kinaendelea. Kwa hiyo au wanaenda pale na malalamiko, mimi hiki, mimi kile. Kwa hiyo haumwachi mtoto akiwa na afya, bali unamwacha mtoto akiwa ameathirika. Yani badala ya kupata furaha kuja kwenu, anajikuta anahuzunika kwa nyinyi kuja, au mnaenda pale na mna makosa ambayo alifanya huko, ndo sasa mnaenda pale kumsema mtoto. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia ni vingi, lakini kikubwa ni kuzingatia ustawi wa yule mtoto, kuzingatia je, tunavyoondoka hapa mwisho wa siku huyu mtoto tunamwachaje? Hicho ni kitu cha muhimu. Achana pamoja na mambo mengi ambayo wazazi wanakuwa wanajiandaa nayo, lakini hicho ni kitu ambacho wazazi wanatakiwa kujipanga nacho. Na sometimes ukijiona hauko fit kwenye hivyo, tuma mtu, trust me, tuma mtu kuliko aenda akakuone mara ulipigwa jana umevimba, mara sijui, yani una mambo mengi, alafu unaondoka pale unamwacha mtoto, badala ya kusoma unamwacha na vitu vingine. Kitu kingine tu, mimi sio afisa, maafisa ni maafisa wa serikali. Mimi ni mtaalamu tu. Asante kwa kuliweka sawa. Kumbe ndio afisa. Mimi sio afisa. Asante kwa kuliweka sawa. Asante. Na simuona hata jinsi alivyoongea ni kwamba ni mtaalamu wa malezi. Ni mtaalamu wa ustawi wa jamii. Mtaalamu wa ustawi wa jamii. Afisa ustawi wa jamii ni aliyeajiriwa na serikali. Ni mtaalamu wa ustawi wa jamii. Kumbe ukiajiriwa tu unakuwa afisa. Ila ukibaki huko unakuwa mtaalamu wa. Sisi ni wataalamu tu kwa taaluma. Tumeichukua. Asante sana. Asante, na kweli ameongea kitaalamu. Yaani hapo mimi nilikuwa nawaza masuala ya listi, lakini akatupeleka kwenye masuala kwamba kumbe tuna haja pia hata kuangalia unapoenda kumtembelea mtoto, wewe mwenyewe pia ukoje, ukamjenge mtoto, sio kamwacha na unapeleka nishati gani kwa mtoto. Siku hizi kuna neno la energy. Positive, mambo chanya. Yaani unakuja na energy hadi mtoto anajiuliza sasa kipi ni kipi huko nyumbani, kama nikirudi baada ya mwezi wa 6 yani nitakuta nini, watakuwa alive kweli ya. Yani badala ya kusoma anabaki na negative energy. Okay. Asante sana. Turejee kwako mwalimu. Ndio. Utaratibu wa visiting day kwa watoto, yani wao na watoto wanakuwa wanaijua ratiba kabisa wanafunzi, ama ni kushtukizwa? Kwa sababu tunakuwa tunaona wanaandika mahitaji, wanafanyaje na yale yani kipi kinakuwa ni kipi hapo? Kiutaratibu ni kwamba malezi ni swala mtambuka. Ndiyo. Sisi tunaamini mwanafunzi anapokuwa kwenye mazingira ya shule, ukiachilia mbali kwamba anakuwa na walimu, kuna uongozi wa shule, lakini yupo kiongozi wa bweni ambao mara nyingi sana wale tunawaita matron au patron, kwa upande wa kike na upande wa kiume. Kwa hiyo wale ndo wanakuwa na ratiba ya ustawi wa watoto wanapokuwa wanaishi bweni, kwa sababu mwalimu pia na mipaka yake, kwamba anapofika mwisho wa kufundisha anaishia pale. Wengine wanakuwa na zamu za kufundisha vipindi vya jioni, ile wanaita night preps, inakuwa inaishia pale. Lakini wanapokuwa wameingia bwenini, maana yake wanakuwa wako chini ya patron au matron. Lakini swala la ratiba ni swala la kikalenda. Limepangwa na kalenda sio ya kificho. Yani mwanafunzi lazima ajue ni lini nitakuwa na mitihani, lazima mwanafunzi ajue ni lini nitatembelewa, lazima ajue. Lakini kama unavyojua kwamba anajuaje na hiyo taarifa inamfikiaje mzazi? Sisi mwanafunzi haturuhusu kuwa na simu shuleni, lakini akiwa na jambo sensitive la kuwasiliana na wazazi, ndipo sasa atawasiliana na mzazi kwa kibali cha matron, kwa kibali cha patron, lakini na wale wazazi wawili patron na matron kwa kibali cha mkuu wa shule au mwalimu mkuu. Sio kama unajua tofauti ya mwalimu mkuu na mkuu wa shule. Tueleweshe hapo. Kuna tofauti, kuna tofauti. Kwa shule za awali na misingi pale tunakuwa na mwalimu mkuu. Lakini shule za sekondari yule ni mkuu wa shule. Sasa tukienda kule ngazi za juu utakuwa mkuu wa chuo. So unajua kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo anakuwa na kibali cha mwalimu mkuu na mkuu wa shule. Wale ndo wanatoa kibali. Huyu mtoto wazazi wake wapewe taarifa. Kwamba matron patron wataarifu wazazi kwamba
tutakuwa tuna siku ya kutembelea watoto siku fulani kulingana na kalenda ya shule. Lakini hilo pia linaenda sambamba na kwamba matron sasa jukumu lake tunasema ni primary role. Lazima yeye awajue watoto wake, nani hana sabuni, nani neti yake imechanika, nani amepoteza shuka, nani sijui kiatu kimebanduka, na ameishiwa pocket money na nini na nini. Kwa hiyo tunategemea mahitaji ya mwanafunzi actually yanapaswa kuwa generated kutoka kwa matron. Ikitokea kwamba mwanafunzi ana taarifa tofauti na matron alionayo, hiyo sasa ndo tunasema ni technical mistake. Na watoto wengine ambao wanakuwa wako kwenye shule za bweni, mara nyingi wana wadogo zao. Unakuta mtoto ana miaka 5 yuko darasa la kwanza, lakini na dadaki yuko darasa la 6 ambayo yuko boarding. Kwa hiyo kuna yale mahitaji mtoto atayapeleka kwa matron au patron. Bwana, mwambie mama socks zimeisha, mwambie mama vile viatu pea moja haitoshi, siku hizi kipindi cha mvua na nini na nini. Hiyo sasa iko kwa matron. Lakini baadaye kuna kalisti kadogo katakako pita kwa mdogo wake ambaye yuko darasa la kwanza. Kwa hiyo ndio inaleta confusion. Yako kalisti kadogo. Ndio. Kwa hiyo ukiangalia vizuri niongezee hapo kwamba kwa nini visitation? Yaani kwa nini tunafanya visiting? Na haya hii utaratibu unaotokea ni kwamba lengo kubwa kama alivyosema mtaalamu wa masuala ya ustawi wa jamii ni kwamba mzazi anapokwenda shule lengo ni nini? Lengo sio kupeleka vitu. Yaani tukisema kwa nini anaenda? Anaenda, sisi tunamtemu kwamba yeye ni mshirika mkubwa katika malezi. Lakini amekaimisha ulezi na kwenye tutakuja kwenye lengo. Ila tunataka tuone hii orodha hapa tumalizane nayo. Msingi, yani kwa sababu orodha inatofautiana shule na shule. Lakini kuna orodha unaiona hadi mzazi anahisi huyu mtoto anafungua duka au kuna biashara ni nini? Kwa sababu kuna tupo uzoefu nido ndio juisi vitu vinafika hata vya 500,000 milioni. Hapo hii orodha yani msingi wake unakuaje? Kwa sababu umetueleza hapo sawa, kuna matron na patron wanakuwa wanahusika. Lakini ni mwandiko wa mtoto, yani mzazi anajua huyu ni mwandiko wa binti yangu au mwanangu wa kiume. Na haya yote aliyoweka hadi mzazi anajiuliza, kwani hawa ni vipi? Na mwingine ana watoto 3, 4. Ni ukame, kuna njaa huko Pringles. Yani vitu ni vingi. Principally ni kwamba wanafunzi wote wanaoishi bweni. Ndio. Nadhani huu ni utaratibu wa kila shule na ni utaratibu wa kimamlaka ya elimu. Wote wawe treated equally. Yani kuwepo na usawa. Yani kusudi lengo lisije likabadilika. Badala ya watoto kusoma wakaanza kutambiana kwa possessions. Na ndio maana utakuta shule nyingine kama tunaogea geisha ni sabuni ya kuoga ni geisha. Kama ni imperial iwe ni imperial. Kama ni family ni family. Wanakupa listi ya vitu vya kubeba. Utakuja kuangalia hata kwenye mashuka, mablanketi, rangi za vyandarua na nini. Vyote wanajaribu kuviweka sawa. Kwa hiyo utaratibu unaokuja kutofautiana na listi ya mahitaji. Kwanza ni lifestyle ya wazazi. Wazazi wana lifestyle tofauti. Kwa sisi ambao kidogo tuko kwenye na kada ya elimu, nitakupa uzoefu ambao ni mzuri sana. Yani kwamba mimi unavyoniona Mr. Wamara na wewe bwana Wakarungi, hawa ndo wazazi wa kileo. Dada Hilda huyu ni mzazi wa kileo. Kwa hiyo ni wazazi fulani ambao wanapenda watoto wao wawe kwenye class fulani. Kwa hiyo kuna wakati wazazi wale wanaposoma ile utaratibu waliopewa na shule, kuna namna fulani wanaamini hii shule inaongozwa na mzee nini? Yani what's wrong with Nido? Yani what's wrong with Milo? Kuna ni vitu vya kawaida tu. Unaelewa? Lakini sasa ndo maana mara nyingi hivi vitu vinavyokuja, ukimkuta mzazi ambaye yuko straight, vitakuja vitazuiwa na utarudi navyo. Kwa sababu Juma navyo, Hamisi hana. Mwisho wa siku huyu Juma atajiona ni mwamba. Yani atajiona darasani. Sasa Juma wazazi wako si hawana. Sasa kama hawana, wewe kwa nini umzuie huyu alimu ambaye wazazi wake wanavyo? Hatuwezi kukubaliana au kutokukubaliana kwamba maisha yanatofautiana. Sasa ukiwa unatokea nyumbani kwako, wewe kula mpaka asubuhi. Lakini ukisha kubali kwamba unaingia kwenye mazingira ya shule, utaenda kwa usawa. Yani na huo usawa ndio unakuja kuleta kwamba watoto nao pia wa sasa hivi wamepevuka. Yani wewe unaweza kuwa unajua listi iliyotoka kwa matron ni 72,000. Lakini ukiwa mwalimu wa zamu au ukiwa mwalimu mkuu unayekagua vitu vilivyoletwa siku ya visitation kwa jicho la haraka utakuta 400,000. Na mzazi mwingine anajifanya alikuwa ajui.
Anasema lakini nilivyompa vile vya mwanzo nikajua vitakuwa tu vimeisha. Kwa hiyo nitajua vitakuwa vimeisha, ndipo anaongeza listi. Lakini kama nilivyosema, kuna zile listi bubu. Kuna orodha bubu ambazo kuna zile za matron na patron ambazo ni very official, very known, lakini kuna zile zinazo anapewa mdogo mtu, anapewa kaka mtu ambaye yeye hayuko boarding. Ni hiyo kwenye swala la listi na kutofautiana kwenye bei. Hilda, kabla tujaenda mbali, utushirikishe uzoefu wako upoje kwa ujumla. So wewe unadili na jamii, pengine umewahi kwenda huko kupeleka watoto au kuwaona wengine na nini, kwa ujumla wewe kwa upande wako, concern yako, uzoefu wako ukoje hapo, unaona nini? Kwenye unajua ni tukubaliane tu kwamba kuna shule ambazo siku ya visiting day kila mtoto anakuwa na kamini supermarket kake. Yani ana vitu ambavyo kiuhalisia vinafungua duka. Lakini kwa nini? Mimi niseme tu kwamba malezi huwa ni mahusiano. Kama vile uko na mahusiano na mwenza wako, malezi ni mahusiano ya mtoto na mzazi. So mara nyingi wazazi wengi unakuta hawana yale mahusiano sahihi. Kwa hiyo wanakuwa guilty, yani wana feel guilty. Kwa hiyo naondoaje guilty? Nimpe vitu vingi. Nitoe yani wana compensate ule ukaribu, yale mahusiano na vitu. Kwa hiyo wale wazazi tuwaonee tu huruma, kwa sababu labda wako bize, wengine wako mbali. Kwa hiyo anasema ni siko karibu naye, lakini si ana vitu, inampa moyo. Lakini kuna wazazi wengine pia ambao wanataka kama nani ana pesa zaidi. Hiyo pia ipo. Yani mimi ninaleta vitu hivi. Kwa mfano tu nitoe tu mfano. Labda ni graduation. Natoa tu mfano. Keki zinazoletwa. Graduation labda ya mtoto wa darasa la 7 au wa form 4. Yani pale umwamba utauona kwa saizi ya keki. Yani nani ni ana pesa zaidi. Kwa hiyo pale kila mtu anataka kujionyesha. Lakini kuna wengine probably wao walikosa hivyo vitu utotoni. Waliishi shuleni kwa shida sana. Sasa hivi wamepata pesa, anasema mwanangu hawezi kuishi kama vile. Na yenyewe pia nilivyoishi mimi, wana compensate pale. Kuna wengine wanataka yani just kuonyesha tu kwamba mimi niko na wewe hata kama hayuko na wewe. Kuna mwingine ile kumpeleka mtoto boarding haikuwa wili yake. Yani ililazimika ampeleke boarding, labda kwa sababu ya ubibizi wa kazi, kwa sababu labda familia haziko sawa, kwa sababu yoyote ile. Kwa mtoto kitendo cha kwenda boarding na compensate vipi? Mimi na item yote ni kama tu compensation. Tumekosa kutoa huduma za malezi, sio huduma. Swala la malezi limekuwa ni gumu kwetu, hasa kwa upande wa muda, kutengeneza mahusiano mazuri, kuwa karibu na mtoto, kufanya nini. Sasa na compensate vipi? Natoa. Ni sawasawa tu na mzazi ambaye let's say yuko mbali na watoto, hayuko nao karibu, kitu cha pekee anachoona anaweza kukifanya, akiomba chochote immediately ametuma. Anajua mimi hapo ndio nalea, mimi hapo ndio natimiza wajibu wangu. Lakini ule ukaribu ambao unaukosa deep down, mtu anajua huu karibu sina. Kwa hiyo anatumia pesa, anatumia vitu kuonyesha kwamba tuko pamoja, while in a real sense hatufanyi sawa. Sasa kweli tuko na mtu wa malezi leo Mara na Hilda wanatunyosha. Sasa kwanza tuongee vizuri sasa. Ndio. Ule msingi wa vitu gani vipelekwe hasa? Sawa, tumeona huko anasema kwamba kuna vile vitu ambavyo matron anavitaka, labda sabuni, shuka, nini, lakini pia na wewe kuna yale mazingira unataka. Kama mimi mwanangu najua ikipita miezi 2 ajala Pringles, kuna namna akili yake ifanyi sawa. Na kwenye listi amekutumia, mama naomba niletee Pringles. Shule haikukatazi. Kuna uhalisia gani wa yale mahitaji unayompelekea mtoto ukilinganisha na maisha yanayoishi nyumbani? Je, akifika kule shule labda anabadilishwa na mazingira, anataka vitu zaidi kuzidi nyumbani kulingana na mazingira ya shule, kuona wenzake wanavyotaka, au mambo yanakuaje? Yani tunapaswa tupeleke nini kulingana na uhalisia wa maisha? Mimi naweza kusema kwamba mtoto ambaye anakuwa anahitaji mahitaji mengi ambayo si halisi nyumbani, huyo mtoto anataka attention. Huyo mtoto anataka mjue kwamba yupo.
nyinyi wazazi wake, analia, hiyo ni naweza nikasema ni crying for attention. Analilia attention. Kama nyumbani hatuli hizo Pringles kila siku, alafu uende shule udai Pringles my friend, yes, hata kama wenzako wanazo, kuna maisha fulani ambayo, kuna misingi ambayo huwa familia inaweka kwa watoto wao. Kwa mtoto anajua kabisa sisi level yetu ya maisha iko mpaka hapa, hii ni level nyingine ambayo hata nyumbani haijawa introduced. Kwa kama mtoto anaanza kuifanya hiyo shule, nafikiri ni kipindi ambacho mzazi unatakiwa sasa kukaa na mtoto wako kumwambia uhalisia wa maisha yenu, kwamba kuna hivi na hivi, capacity hii kwa sasa hivi hatuna, hivi tunaweza tukafanya hivi. The issue ni kwamba wazazi wenyewe pia tunaogopa, yani hatuna sababu, hatuna uhalali, naweza kusema hatuna uhalali wa kumwambia mtoto hiki kinawezekana, hiki hakiwezekani, kwa sababu hatujawahi kufanya hicho. Kwa hiyo tunaanzaje kuanza hapo? Kwa mzazi unajikuta unajistretch, unalalamika, una nini, kwa sababu umeshajitolea uhalali pale ambapo hauna ukaribu na mimi. Hatuna uhalali wa kudiscuss mambo ya msingi, unajua. We kila siku mimi ni umefanya homework, nimefanya, sawa, mmekula, tumekula, alafu today uje uniambie story ya pesa, hakuna, haipo. Kwa hiyo ule uhalali sisi wenyewe tunakuwa tumejitolea. Kwa hiyo tunashindwa, kuna nini? Hatuwezi kusema jamani mimi nimejitolea uhalali, lakini deep down mwenyewe unasema hivi, nikikaa na mtoto tuanze kudiscuss, tumeshaje kudiscuss nini? Anakuona mgeni. Yani we mgeni. We unakuwa sijui kama yani mtu anaanza kukushangaa, yani leo tuna discuss ni kwa sababu hicho kitu kinahitaji pesa. Kwa nini tuna discuss kitu cha namna hii? Kwa hiyo hadi watoto pia unajua wanafahamu na watoto wanajua ni wapi ambapo na kupini mzazi. Wewe si hauna muda, lakini I will pin your money. Wewe si hauna muda, lakini I'll pin your thoughts. Wewe si hauna muda na mimi. Yani kwa hiyo watoto wenyewe pia ni kama tu watu wazima. Ni kama vile watu wazima. Ukimkosea mwenzako, usipompa attention, atatafuta attention kwenye vitu vingine na itakurudia tu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakipanda sisi wenyewe, tunakitengeneza, tunakilea. Tuseme tu ukweli. Hayo maisha tunao hapa watoto shule, yale makabati. Sasa hivi mimi kwa mfano sasa hivi nikwambia mtoto wangu sasa hivi ana miaka 20, yuko chuo. Yeye mwenyewe ameshaanza kuona uhalisia wa maisha, kwamba kumbe kuna vitu ambavyo haviwezekani. Kumbe kuna vitu ambavyo mimi hicho siwezi kununua, si ana boom. Sio kwa hela. Ana budget. Anahakikisha kwamba anatengeneza utaratibu mzuri wa kutumia pesa yake. Sasa kama haukumjengea huo utaratibu mapema, kila kitu unampa, kila kitu anafanya, kila kitu anachokitaka anapata. The list, yani nakwambia mtoto anaweza akakupa list page 3, na mzazi usipokuwa makini mkakaa na kudiscuss na mtoto, hiki hapa sio necessary, hiki sio necessary. Kama wewe uhalali wewe mwenyewe unajua ni nao, mkaanza kudiscuss hivyo, unamjenga sana mtoto atakapokuja kuwa mkubwa. Inamsaidia kwa sababu hayo maisha sio maisha halisi. Sisi sasa hivi hata kama wazazi wetu walitupa nini, sasa hivi wako wapi? Tunavitafuta sisi wenyewe. Kwa hiyo yes, ni kitu tu ambacho sisi tunatakiwa tufanye. Asante sana. Na kabla mwalimu utuambie sasa msingi ama maana ya visiting day, kwa sababu kama kitu kipo hakipo bahati mbaya. Kwa nini kimeanzishwa kwamba watu kuwepo na visiting day, wazazi na walezi waje watembelee, pengine wabebe na hivyo vitu ambavyo tunavizungumzia kwa sasa? Kwa nini? Vizuri sana. Msingi wa visiting day kama nilivyosema, sisi mahusiano ya jamii pamoja na shule na mwanafunzi, sisi tunaita mafiga matatu. Kwamba mwanafunzi lazima atakuwepo shule, na akiwa shule atakutana na walimu. Walimu ni extension part of the parent. Extension part of the parent. Kwa hiyo mwalimu atatengeneza mtaala, atafundisha, atafanya assessment na nini kulingana na vitu vilivyokubalika. Lakini kuna mzazi ambaye anamwezesha mwanafunzi huyu. Kuna kununua stationery, kuna madaftari na vitu kama hivyo vinavyomsupport akae darasani vizuri tu, aweze kupata kile ambacho kinatarajiwa na mzazi pamoja na taifa. Kwa hiyo kwa kufikiria hilo jambo nyeti ni kwamba mwalimu hawezi kufanya peke yake. Uongozi wa shule hawezi kufanya peke yake. Inabidi kuwashirikisha wazazi na wao wa play part yao. Kama ambavyo leo hii tunatoa homework, kazi za nyumbani. Kwamba mwalimu amefundisha jambo hili darasani,
lakini anataka kukazia maarifa mwanafunzi anaporudi nyumbani, pamoja na kutimiza majukumu mengine ya kinyumbani lakini awe na extension part of their class activities aweze kufanya. Na hiyo mara nyingi sana tumekuwa tukipata confusion ya kwamba mzazi ndiye anafanya homework, baadaye zinatupa shida tukaenda kufanya assessment, kwamba unashangaa kwenye homework alikuwa anafanya vizuri, lakini tukija kufanya assessment mbona na drop, kumbe mzazi ndiye amefanyaje, ameingilia kati. Sasa kwa kulitambua hilo kwamba sometimes wazazi wana chip in, inabidi sasa tutengeneze utaratibu wa kwamba mzazi aje shule. Na actually sio mzazi, tunasema wazazi. Kama mtoto amebahatika, is blessed to have both parents, wazazi waje shule. Wazazi au walezi. Wazazi au walezi waje shule. Na lengo la kuja shule sio kuleta vyakula. Sio kuleta hayo mahitaji. Kwa msingi wake wa awali ilikuwa sio kuleta mahitaji. Hapo. Mahitaji yanaweza kuwa posted. Yanaweza kuwa posted na yakafika. Yakafika, bwana, hii parcel ni ya Mwajuma, apewe. Mle ndani kuna vitu vya Mwajuma. Kwa matron atakagua ni kweli Mwajuma neti yake imechanika, Mwajuma ameishiwa sabuni, atampatia kulingana na mahitaji yake. Lakini kwa nini mzazi tunamuomba aje, mlezi aje shule? Ni kwamba apate nafasi ya kudiscuss na mwalimu na mtoto. Yani wazazi wote wawepo, wadiskasi maendeleo ya shule, maendeleo ya kitaaluma, ustawi wa mtoto anapokuwa ndani ya shule. Leo hii sisi tunakuwa tuna watoto ambao mimi kwa lugha yangu ya kimimi naita ni usanii. Unajua kuna wakati mtoto anamisi ile nyumbani. Yani anamisi nyumbani. Tumekuwa tuna watoto wana act wako asthmatic. Ili kabisa unaingia darasani unamuona mtu yuko not comfortable na nini. Sasa mwalimu, mtoto huyu vipi, anabima, matrona anabima na nini, mkimbiza hospitali, mnafika hospitali atapewa dawa, lakini mwisho wa siku daktari anakuambia ili tatizo tunalolitibu mbona kama kitaalamu halipo. Sasa na sisi ni binadamu, tunaishi kwenye jamii. Hili sasa labda ni la kijamii. Tumshirikishe mzazi. Sasa na wazazi wengine nimekuambia wazazi wale ndo sisi. Mtu akifika anasema naomba nikamtibie. Rudisheni mwanangu. Lengo la mtoto limefanyaje? Limetimia kwamba I'm going home. Lakini lengo ni kujadili maendeleo ya mtoto. Sasa wazazi wengi pia na hii wanaikwepa. Amesema mtaalamu wa ustawi, wanaikwepa. Mzazi anakuja mara amepika biriani, amepika nini. Sasa na sisi walimu mara nyingi tunapenda kutoa muda mzazi aongee na mtoto wake. Nisije nikaonekana mwalimu na kaba kuna kitu naficha. Kwa inabidi waache wazungumze, ama tuanze na session yetu. Tulete maendeleo ya kitaaluma, tuyajadili kwa pamoja, mwalimu wa darasa awepo, mwalimu mkuu awepo ofisini, lile linalohitaji concern ya mwalimu mkuu liwe reported kwa mwalimu mkuu, linaloweza kumalizwa kwenye level ya mwalimu wa darasa limalizike. Kwa sababu kwenye kutembelea mwanafunzi kuna na kukemea pia. Kuna na kuonya pia, kuna na kushauri pia, kuna kutia moyo yale. Yani unafika sehemu unamwambia, naona kama somo la sayansi unafanya vizuri. Lakini mbona maksi zako za sayansi hazifanani na maksi za hesabu? Kuna jambo la kufanya. Sasa unajua watoto wetu sasa hivi wako too emotional. Kwa hiyo unapokuwa unaongea naye lazima, kama alivyosema mtaalamu wa ustawi, lazima uwe psychologically well set. Yani emotionally lazima uwe well set. Ujue unayeongea naye ni mtu mzima anayekuwa. Unaweza ukadhani unamshauri, kumbe ndipo unamdidimiza. Mtoto amepata max 36 kati ya 50, unafika baba, mama, mlezi, unaanza kugomba. Lakini ungekuwa una listi ya zile assessment zake, mwezi wa kwanza alikuwa na 24 ya hesabu, mwezi wa pili ana 32, this time around ana 38. Kuna gradual improvement. Sasa sisi kitaalam tunasema unapaswa kumtia moyo kwamba now I'm happy with your progress. Sasa ukimkuta alikuwa na 48 mwezi wa kwanza, sasa hivi ni mwezi wa tatu ana 32, unasema nadhani kuna kauzembe. Yani unaelewa hiyo lugha nilivyoitumia? Au usemi kuna uzembe unafanya, tunalipa ada kubwa, unakuja kucheza. Wazazi wengine tumeleta vitu vyote hivi hapa wanatususia. Yani kuna wakati mwingine anasema kaeni na mtoto wenu. Sasa mzazi sasa unatususia sisi tufanye nini? Kwa hiyo pale na ndio maana tuna encourage sana walimu wawepo. Kusudi mzazi anapopanda, mwalimu unapaswa kubalance mzani. Ukiona mzazi anaanza kukasirika, natoa hela nyingi, sioni ndakwamisha shule, unamwambia no, hapana. Lakini ukiachana na hapa kwenye darasa, hivi unajua mtoto wako ana talent ya uongozi. Amekuwa ni kiongozi bora, tukikuonesha wanafunzi waliofanya vizuri kwenye uongozi ni yeye. Yani unatafuta backup ya huyu mtoto kuonesha kwamba is not an empty set. Huyu ana kitu chake. Hesabu kama haziendi vizuri, kwenye Kiswahili ameongoza.
Kwenye sayansi hajafanya vizuri, lakini kwenye social studies anafanya vizuri. Kuona balance kusudi mzazi anapotoka amemjenga mtoto kisaikolojia, mzazi anapotoka amemtia moyo mtoto, mzazi anapotoka mtoto anajua kumbe inawezekana, mzazi anapotoka mtoto anajua I'm loved. Lakini fine, yani mzazi anapokuwa na mwaga mtoto pale anapaswa kujiseti, kumbe mahusiano yangu na baba na mama, mahusiano yangu na mlezi wangu, na mahusiano yangu na shule, it is quite known. Yani sina cha kuficha. Nikifanya kosa shuleni, mwalimu anaweza kumtaarifu mzazi, na mzazi anapokuja, ona mzazi alivyokuja amenisemea kila kitu, huyu akiwa nyumbani ni kulala tu. Unaelewa, tunapata hizo feedback baada ya likizo. Mwalimu, naomba niangalizie kijana wangu, yani huyu anapenda kulala na yeye. Kwa hiyo sasa mwalimu kama ameshajua mimi ni kulala, akinikuta darasani nimelala. Kwa hiyo msingi sio kuleta vyakula, sio pingos, sio ni vitu gani na keki na nini na biriani. Lengo ni kujadili maendeleo ya mwanafunzi huyu. Mkiwaangalia wanafunzi watoto wetu wanaelewa msingi wa visiting day? Wanaelewa, yani nyie wazazi na walimu naweza mkawa mnaelewa, lakini walengwa wanaelewa kwamba yani leo kimeletwa hiki, isije kama mtoto sasa siku ya visiting day sasa ndo siku ya kujihisi mnyonge, kwa sababu unaona mbona hawa wazazi wa fulani wamekuja na gari kali kuliko ya wazazi wangu, au wazazi wangu wameshuka kwenye dada wamebeba vitu kwenye hotpot, yani unatamani mbona wasinge kuja sasa. Yani sio wazazi wanatofautiana kipato, ama mbona wazazi wao wamekuja wamependeza zaidi, yani sasa ikawa ni tambo. Yani kuna story nyingine zaidi ya kile ambacho nyie mmekilenga. Wanafunzi wanaelewa msingi wa visiting day mkiwaangalia kwa frankly ile kwa dhati kabisa. Sasa wanafunzi wanatofautiana umri. Wanatofautiana. Mwanafunzi ambaye yuko darasa la pili ndio na yuko boarding, ukimwambia kama anaelewa na kumuelewesha ni ngumu. Yani lazima mahusiano yanakuwa na barrier, kwamba hapa tunaoelewa ni mimi na mzazi. Basi tuzungumzie wanaoelewa. Wanaelewa wengi msingi na maana ya visiting. Nataka nikupe experience moja nzuri sana. Sijajua kama una watoto unaowatembelea shule, lakini sisi ambao tuko shuleni tunaelewa. Hivi unajua kuna nguo ambayo haivaliwi mpaka inavaliwa siku ya visitation? Yani kuna uniform ambayo inakaga kwenye trunk, haivaliwi siku yoyote ile wayo. Hata mwalimu ungesema kwamba leo tuna ukaguzi wa usafi, ila haivaliwi. Inavaliwa lini? Siku ya visitation. Kwa sababu gani? Kuna wazazi wako strict na smartness. Sasa hakubali haja ya kutane na mtoto kavaa nguo ambaye haieleweki, kama ulivyosema ameshuka na gari kali. Alafu mtoto haeleweki, nywele hazieleweki. Sasa mtoto anajitahidi kwamba siku ya visitation awe msafi, kupunguza lawama kwa wazazi, kupunguza lawama kwa walimu. Baadaye anakuja anasema umenitia aibu, sasa subiri waondoke. Si unajua hiyo zipo umenitia aibu. Kwa hiyo wengi wanaelewa, lakini kama nilivyosema kwamba zipo taarifa zina breach huku chini. Wanaelewa, na ili kuweza kuweka mambo sawa ni siku ambazo utakuta madaftari yako well covered. 1 week before visitation walimu tunakuaga busy kuliko hadi wale wazembe anakuletea daftari kusahisha. Kwa sababu najua kuna mzazi akifika niletee madaftari yako. Hapa kwa nini kufanya masahisho? Kwa nini hili swala halijasaishwa? Sasa utamsingiziaje mwalimu na wakati mwalimu yupo? Kwamba mwalimu hakuliona daftari. Yaani mtoto anakuja humbly, na hiyo ni measurement kwangu ya kwamba wanaelewa. Kwamba teacher you did not mark for me here. Okay. Sasa unaweza baadaye usipojua kama ile visitation wewe imekutoka, ukasema Brian is growing very bright nowadays. Kumbe yeye anatengeneza mazingira ya usalama wake na uhusiano wake na wazazi siku ya visitation. Kwa most wengi naelewa. Labda niongezee hapo kidogo. Wanafunzi wanaweza kuwa wanaelewa. Kama mwalimu alivyosema, wanafunzi wanaelewa, walimu wanaelewa. Changamoto ni wazazi wanaelewa. Na ndio hapo nataka nije kwenye jumbe sasa. Karibu sana. Yaani kuna watu karibu sana kijumbe wetu. Huyu anakuambia, anatusalimu kwanza, hello weekend. Anaitwa Godfrey kutokea Tanga. Anakuambia wazazi ndio wanaovuruga utaratibu unaowekwa na shule. Na hii ni kutokana na utofauti wa kipato,
Wapo wazazi wanapenda sifa na kujikweza. Hali hiyo hupelekea baadhi ya wanafunzi kujiona wanyonge, na walimu wanapambana sana na hali hii, lakini wanashindwa kutokana na nguvu na mamlaka ya wazazi husika shuleni, kwani shule zinaharibiwa na wazazi, lakini serikali imeweka utaratibu mzuri kabisa, na hizi shule zimeweka utaratibu mzuri unaoeleweka. Kwa hiyo hapa tunarudi kwa wazazi. Wazazi sisi ni matatizo. Mwingine tena anaongeza kwamba jamani, Hello Weekend, hii visiting day inafaa kwa wanafunzi, ila kwa wazazi wengine wanawaambia watoto wao migogoro yao ya nyumbani. Huyu Triple M kutokea Tanga. Ndio pale tulipoanza. Mzazi unaendaje? Kwa hiyo wazazi, yani wazazi ndio tunaharibu. Jamani wazazi. Huyu naye anasema kwamba visiting day shuleni na maisha ya halisi ya baadaye ya mwanafunzi ni kwamba hili ni jambo jema sana, ila tu mipaka na vitu tunavyowapelekea pale yupo mafunzoni, na si lazima sana twende na zawadi. Huyu ni Hamisi mpiga picha kutokea Ndanda. Kwa hiyo sasa, kama tulivyoweza kuongea kwamba tunaona walimu mnaelewa, wanafunzi mmewaelewesha, wanaelewa. Ndio maana wanajiandaa. Daftari yangu yawe sawa, sijui nini kiwe sawa. Lakini pia wazazi wanaonekana ndio chanzo, na wazazi wanakuja kuwaambukiza kwa namna fulani, wanaambukiza wanafunzi. Ndio maana wanatuletea zile listi, kwa sababu baba analetaga hiki, ngoja niongeze listi. Kwa hiyo tunafanyaje kuona tunatokomeza sasa ili janga la listi kama zile ambazo zinatembeaga mtandaoni, zinatishia watu. Wanasema kwa kweli mimi kuzaa safari mimi ulezi tunafanyaje? Tuangalie uhalisia. Kwa nini visiting day? Sisi wenyewe wazazi, kwa nini tunaenda shule? Mtoto ameondoka nyumbani miezi 2-3, naenda kumtembelea. Ni nini nataka kwenda kufanya pale? Je, maisha ni vyakula? Akishakuwa excited na vifurushi vya chakula, atakwambia shida zake za huko bwenini anakolala. Atasahau yule si ni mtoto. Tumeshasema yule ni mtoto, ameona kuna pipi, kuna biskuti, kuna nini, unamsahaulisha matatizo, atashindwa kukwambia. Labda anapitia changamoto bwenini, mngekaa mkapata muda zaidi ya kufungua mazawadi, angeweza kukwambia vitu vingi pia ambavyo vingeweza kukusaidia, ukashauriana na walimu ili uweze kumsaidia mtoto wako. Lakini vile vile, kabla hatujasema hivyo, ni lazima tujue kwamba tunatengeneza kitu gani wakati tunaleta hayo mazawadi. Tufahamu kwamba kitu ambacho tunakitengeneza sisi wazazi, tukileta mazawadi mengi, mavitu mengi sana kwa mtoto, tunamtengeneza mtoto ambaye hajali utu, anajali vitu. Yes, mmenisusa, mmeniacha boarding. Kuna watoto wengine unajua kwa boarding hawapendi mmeniacha huku. Okay, kumbe naweza naweza kucompensate, yani unaweza kulipizia vitu kwa utu. Kwa hiyo hata akija akikuwa mkubwa, usidai utu kutoka kwake, dai vitu. Kwa sababu kuna wakati kama mimi natamani ni kila watoto wangu wanipigie simu, natamani watoto yani tukae chini tuongee, lakini kumbe hivyo ukimfundisha kwamba vitu vina thamani kuliko utu, tegemea unavyozidi kukua mkubwa watakupa vitu. Si vitapostiwa tu, jamani mpelekeni baba hivi na mama, mpelekeni mama na baba hivi, hivyo vitakuja. Kwa hiyo tunatengeneza mtu wa namna hiyo. Tunatengeneza pia mtu ambaye yani hathamini wenzie. Kama mimi nina matranka 3, alafu kuna mwingine hana, mimi nakula huku mpaka napata obesity. Unajua ile si hiki si ni cha kwangu. Kuna watoto wanatoka labda wananenepa sana, wanakuwa hata hajali yani. Lakini vivyo pia tunatengeneza huko kuto kujali. Kama nilishapewa mzigo kama huu Januari, sintatupa. Mimi nakumbuka tulisha kusoma na mtu ambaye kipindi hicho, sasa miaka hiyo ya 90, enzi hizo, analetoa vitu vingi. Ikifika muda karibu na visiting, anachukua kiatu anakichana na viwembe, kwa sababu anajua vipya vinakuja. Kwa hiyo mtoto atatupa sabuni, wenzake watatunza. Kila baada ya miezi mingapi hizo sabuni hizo ambazo wote idadi ni sawa, hizo kwa kizimeisha. Yeye ndio vya kwake tu, vitu vyake vitakuwa vinachanika, kwa sababu hivyo vitu ni vingi, vipo, vinakuja. Hatumjengi mtoto kuwa mtu mzima yule ambaye jamii inamtegemea. Jamii inategemea mtu mzima mtunzaji, mtu mzima mwenye utu, mtu mzima ambaye anajali wenzie, mtu mzima ambaye anajali fedha, thamani ya fedha, thamani ya vitu. Lakini kwa kumletea vitu vingi mara kwa mara, hata thamini vile vitu. Trust me, hawezi kuvithamini, kwa sababu anajua ni hivi, hata vikiisha, hata vikiharibika,
vitakuja tu vingine. Sasa hata mpe mali ya umma, mpe hizo kamera zenu hapo, atatunza. Si zitakuja bwana hapa, huyu mwenyewe ni tajiri, vitakuja tu vingine. Atasema sema tu, lakini vitu vitakuja. Sijui itanini nini, vitu vitakuja. Kwa madhara yake ni makubwa. Wakati tunapeleka hivyo vitu, tujue tunatengeneza madhara makubwa kuliko kujenga kwa wakati huo. Mwalimu Amara, naam, utusaidie hapa kwa sababu katika maisha tu ya acha watoto watu wazima mtaani, yani mtu asipokaa vibaya anaweza katiwa unyonge kutokana na maisha ya watu mapashipashi. Mambo ni mengi, yani mimi nasindikiza watu nini, watu wanaendelea tu. Sasa mwanafunzi yuko kunafanyika visiting day pale, kuna watu bahati mbaya au wazazi ratiba zimekuwa nyingi au hajui mambo yamebadilika nyumbani, wazazi wake hawaji au amezoea, yani wao wazazi wake huwa hawafiki pale, inabidi ajumuike na wenzake, labda rafiki yake, njoo hapa, njoo uwe na sisi. Huyo mnamsaidiaje ambaye katika visiting day mambo hayatokei makubwa, huku wengine yanatokea na kuwa makubwa, yeye kisaikolojia, ili arudi katika hali aelewe haya ni maisha, unaweza yakawa hivi yakawa hivi. Hapo mnafanyaje? Kitu ambacho kinafanyika, kwanza mimi niseme kwa uzoefu wangu almost 10 years nikiwa kama kiongozi nasimamia shule, ni kwamba tunajaribu kutengeneza nyumbani mbali na nyumbani, a home away from home. Kwa hiyo ni kwamba, na ndio maana taarifa za visitation zinaenda kwa wazazi mapema, na mara nyingi huwa tunapenda wa confirm kwamba nitakuja, sitakuja, mama atakuja, baba atakuja, mimi nimesafiri, shangazi yake atakuja, dada yake atakuja, ama kuna mtu atakuja, unaelewa. Wakiconfirm, sisi ambao tunasimamia shule, unakuwa sasa unajua kwamba come Saturday nina wanafunzi 200 boarding, wanafunzi 190 watatembelewa, wanafunzi 10 hawa ni wetu. So we become parents. Kwa walimu tunakuwa wazazi sasa. Na kwa sababu hiyo tunafanya utaratibu tofauti. Kumbuka siku ya visitation sisi hatupiki. Yani tunajua mtakula, wazazi wanaleta vyakula. Sasa hatuwezi kuwa tunaharibu bajeti ya shule. Kwa mwisho wa siku, kwa sababu tunapunguza share ya chakula cha shule cha wanafunzi wote, maana yake tutakuwa na special meal. Hiyo ni ya kwanza. Tutakuwa na special meal, lakini tunaweza tukatengeneza mazingira fulani hata ya muziki. Yani watoto wajue kwamba ile sio siku kama siku nyingine. Lakini pia ukiachana na hilo, watoto wetu wengi, alikuwa naongelea hapo mtaalamu, tunawafundisha utu wa kuthamini, yani kuthamini utu kuliko vitu. Mimi kwenye shule nyingi ambazo nimepita nimekuwa nikisikia kauli, kwa mfano sharing is caring. Sharing is caring. Na wale watoto wanajua these people have got bond, wana marafiki ambao wameivana. Mimi nataka nikwambie hiki tunachokiongelea ambacho kinaongeza risti, nataka nikwambie vitu vingine sio vya kwao. Yani vingine anakuwa amemwombea na rafiki yake, mule ndani kuna watoto ni yatima, mule ndani kuna watoto wana mazingira magumu, na wanasema, wana communicate. Sasa mtu mwingine anajiuliza, mimi leo hii naletewa biriani, lakini rafiki yangu Halima, yani kila wakati wa visitation anakuaga mnyonge. Kwa nini? Yani shule mtapika kuku, mtapika pilau, bwana, pilau la jumuiya na pilau la familia havifanani. Kwa mwisho wa siku kuna ule utofauti. Kwa unashangaa mmekula chakula kizuri shule, lakini bado ana share yake na familia nyingine zinaelewa. Yani mtu mwingine akija kutembelea mwanafunzi anasema, bwana, mimi nakuja, lakini namuomba na fulani na fulani washiriki pamoja na sisi. Na wazazi wengi wamekuwa very cooperative. Anafika sehemu, anavyomkagua binti yake ndivyo anavyomkagua rafiki wa binti yake. Kwa unakuta kwamba lile lengo limefika. Unyonge kwa kweli hauruhusiwi. Mwisho wa siku sisi tunathamini sana saikolojia ya mtoto. Badala ya kuleta visitation ikajenga, hatupaswi kumpoteza hata mmoja. Na ndio maana walimu siku ile tunaweza tukabadilika, na sisi tukavaa kama wazazi, tukaongea siku tunaongea lugha ya wazazi kabisa, tunazungumza. Kama ni muziki tutacheza pamoja, chakula tutakula pamoja na watoto wetu, kwa sababu ni chakula kizuri. Hayo yote ni kuhakikisha kwamba tuna break ile gap ya mtoto kujifiri. Kwa hiyo sio visiting day kuna mwingine amelala bwenini wanakuja pale. Hapana. Shule nyingi zina utaratibu huo kwamba wakati wa visitation wanajua sio kila mzazi anaweza kufika. Sio kila mlezi anaweza kufika. Kuna utaratibu unafanyika hasa wa menyu. Unajua menyu ndio inaletaga unyonge. Kuna wakati mtoto shule, na sisi tunaelewa. Sisi wakati tunasoma miaka hiyo, amesema dadangu, lakini unaweza kuwa mkubwa zaidi. Sisi tulikuwa tunaita mahoronzo. Yani lazima kuna vitu vile appetizer ziongezeke, yani upate different taste. Kwamba leo
kweli tulikuwa na tofauti. Mtoto akipata kipande cha kuku kinabadilisha saikolojia yake. Anajua yes, nilikuwa napata nyama tonge mbili, leo tulikuwa na nyama za kutosha. Kwake hiyo inatosha. Kwa hiyo una break gap na unakuta siku imeisha mulwa kabisa, mambo yanakuwa yamekaa sawa sawa. Sasa hapa tunaona wanafunzi wenyewe na wenyewe kuna namna wanajitoa kwa ajili ya wenzao ambao wako katika hali fulani, na wazazi na wenyewe kuna namna wanalipokea. Ndio. Nikirudi kwa Hilda pale, Madam Hilda, tunatofautiana kipato. Kuna wale wengine ambao wako wana kikubwa, wengine wana kidogo, kama vilivyokuwa tu vidole havilingani. Kwa hiyo mimi naweza nikalitoa vitu vingi kumzidi mwenzangu, aidha vikawa vya kwangu peke yangu kuliko kumsaidia mwingine. Watoto pale shuleni au katika mazingira ya kawaida, unahisi wanapaswa kuandaliwa vipi sasa, ili kwamba nijue huyu ni kawaida yake kupokea vitu vingi, hiki nilicholetewa na mzazi wangu ndio niki unahisi nini kifanyike kuandaa watoto kisaikolojia sasa? Mimi kitu ambacho ningependa kushauri ni kwamba shule zingekuwa na utaratibu huu ambao actually mimi naweza kusema nimeuzoea kwa miaka 6. Mimi mtoto wangu mmoja tu ndo amesoma boarding, wengine walikataa kusoma boarding, wanasoma day. Utaratibu ulikuwa ni hivi: tunapewa listi ile ya January, listi ya January mpaka sasa kuitaja hiyo shule tunapewa listi ya January mpaka June. Yani lete hivi vitu ambavyo mtoto wako anatakiwa yeye mwenyewe kwanza anajua anatakiwa kuja navyo vitu viishie June mpaka akifunga shule sio mwezi wa 5. Kwa hiyo akifika mmoja anakaguliwa. Tumesema sabuni 12, wewe za kwako 12. Kama bado mzazi vifaa vya mtoto havijatosha, sijui tumeambiwa vikizidi ile shule ulichokuwa unakifanya, kile kilichozidi tumesema sabuni 12, ile ya 13 inawekwa pembeni, itapelekwa kijijini kwa wahitaji, au pale shule kuna hao ambao wana uhitaji hao watapewa. Kwa kama tumesema labda masweta 5 ukaja na 7, nyie mnayo mengi, hayo yatawekwa pembeni. Umenielewa? Hapo mkifika pale kila mtu anakuwa ni sawa. Siku ya visiting day shule inapika chakula. Yani hiyo shule, sijui waziri, sijui mbunge, sijui mkulima, wote tunakwenda. Hiyo shule itapika sijui pilau, kuku, sijui tambi, sijui nini, wote hicho chakula. So wewe kama una magendo, hiyo shule ilikuwa inaita magendo, umekuja na magendo, make sure hayo magendo yako kweli mwanao anakula kwa magendo. Kwa hiyo yani unaweza kukuta katika shule labda watoto 1000, labda ni watoto 20 tu wamefanikiwa kuingiza magendo. Yani hayo hayakwepeki, lakini pia hayana madhara. Hao 20, yani hilo bweni sasa ndio lina magendo. Kwa hiyo wakifika huko wote watakula kile chakula. Lakini hapo hautaona utofauti. Utofauti unaweza kukuta labda kuna hao wachache kweli ambao wazazi hawajaji. Of course mtaambiwa mambo ya shule, halafu mtapewa nafasi ya kwenda kukaa sana watoto wenu. Kuna nafasi ya wazazi kuongea na wazazi, watoto na walimu, hiyo nafasi ipo, na unaweza kuzunguka. Unatakiwa kwanza uzunguke kwa walimu wote. Usipofika kwa walimu wote, mwisho wa siku utaulizwa mbona kwangu hujafika. Sababu ni lazima uongee na walimu, mtoto wako maendeleo, nidhamu, anashiriki vipi, ni lazima ufanye hivyo. Alafu baada hapo ndo mtapata muda, utakaa na mtoto wako sasa muongee mambo yenu. Natamani utaratibu ni mzuri sana. Yaani ule utaratibu mtotofautiana baba magari. Na pia hiyo shule kwa mfano wazazi wanaotoka Dar es Salaam, kuna magari mnalipa nauli, we go together, tunapanda mpaka huko, tukifika pale tukirudi tunaachwa Mlimani City. Si kama unaelewa. Kwa hiyo hata wale wenye magari, yani hata hivi niendesha kutoka hapa mpaka kule, wakati kuna usafiri mzuri tu, wewe unasema tu sisi tutakuja 5, mnalipa nauli ya watu 5. Sisi tutakuja hili, nitakuja peke yangu, yani hivyo. Kwa hiyo nilitamani ule utaratibu ni mzuri, unaleta equality. Hiyo shule ina watu wazito. Yani ingekuwa ni hivyo hadi watoto wetu wangekuwa wanyonge. Wasingetoboa. Wasingetoboa kwa sababu yani maisha ya watu ndio tofauti kama ulivyosema. Yani kuna mtu mtaani tu watu tunatiana unyonge. Itakuwa shule kwa sawa. Mtaani na sisi ni watu wazima, tunatiana unyonge. Je, shuleni watoto tunamwangalia huyu amebaruza. Kwa hiyo mimi natamani huo utaratibu. Hata mwalimu kwa mfano mngeuchukua, utaona hamna mbabe, hamna nini. Yani wewe ubabe wako utatupa story tu. Utatupa story. Hata kwenye graduation keki ilifikia moment mimi mtoto wangu anabaiza 60 pale. Keki wakasema hapa hii mambo ya keki haya keki ni wote, keki ni 20,000 ziko pale bakery ya shule.
Kwa hiyo utaenda hata haijapambwa. Wote keki hazija. Tukasema hivi tunalipa 20 hivyo ni kwa 20 au 35 kitu kama hicho, lakini nikamradi tena hizo keki hiyo shule wana darasa la cookery. Wale wanafunzi mnawawezesha kiuchumi. Yes, wao wanafunzi wa darasa la cookery wamepika keki, hamna mzazi kuingia na keki. Inawekwa kabisa kwenye nani. Natamani shule zingekuwa zinafanya hivyo. Sio kwa lengo la kwamba eti tajiri asionekane, maskini asionekane. Lakini nakwambia hata yule ambaye anakuwa spoiled anaharibikiwa. Hata yule ambaye anakuwa spoiled, achana yule mnyonge psychologically amekuwa tortured kwa sababu hana. Lakini unajua yule anajengewa uthabiti kwamba unajua ngozi ngumu. Anajengewa ngozi ngumu. Anajengewa ngozi ngumu kwamba na survive vipi kwenye situation ya matajiri. I have to survive. Is either nisome kwa bidii nije kuwa tajiri au niwe na nidhamu nzuri. Yule anajengewa. Alafu yule anayekuwa spoiled anajua maisha ni rahisi tu, naweza kupata. Kwa hiyo ili kukwepa hiyo ni kuwe tu na usawa. Ingizeni magendo. Alafu mtoto wako anaanza kuona mimi kwa mfano mwanangu anambia mama usilete magendo. Anambia hivi kweli Karen tulete magendo. Mama usilete magendo. Mbona kama ni tabia mbaya? Yaani ashakuwa raia mwema. You are sneaking. Unasneak vyakula. Yaani unaficha. Unajua vile mzazi eti ukija sasa hapo utaficha wapi? Chini ya maua. Wewe wengine wazazi mzazi analeta mbinu. Tuweke hapo. Mwalimu akipita tayari umeshatengeneza picha mbovu kwa mtoto wako, kwa sababu trust me, sisi wazazi chochote tunachokifanya ni darasa. Chochote tunachokifanya kiwe kizuri kiwe kibaya ni darasa. Kwa hiyo shule zingeweza kutusaidia kutengeneza huo utaratibu, ingekuwa inasaidia sana. Hata kama tuko hapa mjini, okay, njoeni na magari yenu na nini, lakini usiingize chakula. Na kwa mfano hiyo shule nao kwambia ukikutwa unarudi nyumbani na mtoto wako. Yaani huyo sister hana utani na mtu. Umeleta chakula mzazi. Kwa hapa go akale sijui miezi 6 au miezi 2 wiki ngapi, akimaliza atarudi. Na hana utani yule mama. Alikuwa hana utani. Nimeipenda ile shule. Ningekuwa na mabinti wasichana, ningekuwa na mabinti wote kule. Muda nao unakimbia. Tupa mkono. Kuna swali nilitaka soma messages. Jamani, nilitaka kuuliza tu. Ngoja niliulize sije nikafa bure. Nitaka kuuliza visiting day ina kama ile chachu yake inatofautiana kati ya mwanaume anavyoibeba mvulana na msichana wanavyoibeba. Mwalimu, kwa haraka inatofautiana wanavyozibeba visiting day? Ndio. Inakuwaje? Watoto wa kike wako too emotional na wanazijari sana. Na mara nyingi wamekuwa wakiongoza kuuliza visitation mwezi huu vipi? Lakini ukilinganisha na watoto wa kiume, watoto wa kiume wazazi wamekuja wajaja sawa. Yani unakuta wako busy sana na mambo yao. Wanasoksi hawana. Watoto wa kike wako very much concerned na parents arrival. Yani mzazi amefika wanafurahi, na wale waliobarikiwa kwa na wadogo zao wanatamani yani mzazi usije peke yako. Mje na wadogo zake aone nani, lakini watoto wa kiume sio sana. Wa kiume nyeusi ngumu. Kuna namna watoto wa kiume akiwa shule wanakaa na soksi pia moja semester nzima, lakini watoto wa kike hatutoboi. Basi sawa, kwa kusema hayo kuna wengine ambao wanatoa maoni yao kwamba kuna hata baadhi za shule wazazi wakipeleka vyakula basi vinakusanywa kwa pamoja, watoto wanakula kwa pamoja, kwamba lazima vyakula viishi siku hiyo. Kwa hiyo pia ni jambo jema. Na kwa kusema hayo, David wa Karungi, kwa kweli tunashukuru sana, lakini kumkichwa kwa wazazi waone namna gani huko mbeleni watoto wanaweza kuwa wanafikiria. Jamani, tusiache kuwatembelea watoto. Lakini kwa wale wakidumna mfagio wewe usijali. Mtoto yuko nyumbani. Wewe cha msingi peleka kidumu na mfagio na marando na mbolea. Nimepeleka sana, kwa hiyo msijisikie vibaya. Sisi akasema na wasema mimi ni mdau wetu, tuko pamoja. Yule akishua anawakilisha akishua. Mimi kote miguu yote nimepiga. Miguu yote nimepiga. Kote naelewa. Nimebeba sana mbolea marando. Nimebeba mbolea, mwalimu ananipiga, kwa nini umechafua shati? Wakati nimebeba mbolea. Mimi nilikuwa naponea kwenye sehemu ya uongozi. Asanteni sana. Asanteni sana, tunashukuru kwa kuwa nasi.